Ndugu zangu katika Kristo, karibuni huduma Paloti, tukitafakari masomo ya Dominika ya 4 ya Pasaka mwaka C wa kanisa. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume linaonyesha Paulo na Barnaba wakihubiri mjini Antiokia. Utume wao ulikubalika na baadhi na kukataliwa na wengine. Paulo na Barnaba walihubiri kwamba kila mtu anajumuishwa kwenye jamii ya Kikristo. Kuhubiri kwao kulisisitiza kuwa wokovu kupitia Kristo haukuwa kwa Wayahudi pekee, bali ulienea kwa watu wote wa mataifa pia. Tunaalikwa kuzingatia ukuu wa neema ya Mungu ambayo inajumuisha uwazi kwa waumini wote na kwa wale wanaoweza kuwa na maoni tofauti na yetu. Tunahimizwa kujitafakari upya katika imani yetu kwa uwazi kama ule wa watu wa mataifa waliokuwa wakihubiriwa na Paulo na Barnaba. Somo la pili linagusia uvumilivu wa changamoto za Kikristo. Kitabu cha Ufunuo kinaonyesha maono ya umati mkubwa kutoka kila taifa. Wamesimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Wanaonyeshwa kuwa walivumilia majaribu na sasa wamevikwa mavazi meupe yanayowakilisha usafi na ukombozi. Taswira hii inathibitisha kuwa wokovu unapatikana kwa kila mtu bila kujali asili yake. Inasisitiza uvumilivu wenye matumaini katika mateso, kwani wale wanaobaki waaminifu watapata amani ya milele. Tunaalikwa zaidi kukumbatia fadhila ya Kikristo ya ustahimilivu kupitia majaribu, tukiamini kuwa Mungu atatuongoza hadi kwenye ushindi. Injili ya Mtakatifu Yohana inatufundisha juu ya usalama wa waumini. Yohana anazungumzia Yesu kama mchungaji mwema, akiwahakikishia waumini kuwa wako salama mikononi mwake. Kondoo wake wanatambua sauti yake na kumfuata, naye anaahidi kuwa hakuna anayeweza kuwachukua kutoka kwake au kutoka kwa Baba yake. Aya hii inatupa faraja na uhakikisho wa kutukumbusha kuwa imani ya Kristo inaleta usalama wa milele. Hata hivyo, kama kundi la Kristo, ni wajibu wetu kusikiliza kwa ukweli sauti ya mchungaji mwema na kumfuata kwa imani thabiti. Imani yetu ya Kikristo inahitaji hatua, uvumilivu na kuamini. Wakristo wa karne ya kwanza walikubana na upinzani, lakini walibaki thabiti. Leo tunaweza kukutana na mashaka, mateso au shinikizo la kijamii, lakini tunakumbushwa kuwa ahadi ya Mungu haijabadilika. Mungu anatuita kuwa sehemu ya ufalme wake, kuvumilia kwa imani na kuamini katika ulinzi wake wa milele. Mungu Mwenyezi na atubariki na kutulinda. Haleluya, haleluya.